Huku wanaharakati na waandaaji wa maandamano nchini Tanzania leo Disemba tarehe 9 wakipakia video ambazo hazijathibitishwa wakidai ya kwamba maandamano yameng'oa nanga rasmi Tanzania, na upande mwingine jeshi la polisi likiweza kupakia video na barua wakisema ya kwamba hakuna maandamano yaliyoshuhudiwa na hali ni ya utulivu Tanzania. Samia Suluhu sasa hivi upande wake amelazimika kukimbilia kufanya tukio hili magerezani. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Ikiwa ni tarehe 9 Disemba nchini Tanzania, siku ya kusherehekea uhuru wa taifa hilo la Tanzania, sasa hivi Samia Suluhu amelazimika kukimbilia magerezani na kufanya hatua hii muhimu ambayo imeweza kupongezwa na wengi, huku maandamano yakionekana kunukia nchini Tanzania. Leo asubuhi katika kuadhimisha miaka 64 ya uhuru wa Tanzania, nchi ya Tanzania imejikuta ikipitia matukio mawili tofauti ya kitaifa. Tukio la kwanza sherehe za uhuru wa Tanzania, na tukio la pili ni tukio la maandamano ambayo yamezua hofu kwa majeshi ya polisi. Vile tukio la tatu ambalo limejitokeza sasa hivi ni Samia Suluhu kuweza kutembelea magereza Tanzania na kuachilia wafungwa zaidi ya 1000. Msamaha mkubwa wa wafungwa wa Rais Samia Suluhu na hali ya wasiwasi iliyozunguka maandamano ya kuhofiwa ya Disemba 9, wakati serikali ilitangaza kuachiliwa na kupunguza adhabu kwa wafungwa zaidi ya 1000. Mitaa ya miji mikubwa kadhaa hasa Dar es Salaam imebakia bila watu isivyo kawaida, wengi wakisikiliza amri ya serikali ya kubaki majumbani. Sasa hivi wananchi wengi wamepongeza hatua ya Samia Suluhu ya siku hii ya tarehe 9 Disemba ya uhuru ya kuweza kuachilia zaidi ya wafungwa 1000, ambapo wengi wameazimia ya kwamba huenda kitendo hiki kikaweza kuzua hali ya utulivu nchini. Hali ya anga tulivu, msongamano mdogo wa magari na hali ya tahadhari ya umma imeonyesha hali ya kutokuwa na uhakika ambayo pia imefunika ukumbusho wa siku hii ya uhuru. Serikali imethibitisha kuwa Rais Samia Suluhu Hassan ametoa msamaha kwa wafungwa 1036 katika magereza yote nchini Tanzania, maeneo tofauti. Tangazo hilo lilitolewa kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi na kuboreshwa na njia rasmi za mawasiliano za serikali. Bado hata kitendo hiki muhimu cha upole hakikusaidia sana kuhamasisha umakini wa umma kutoka kwa operesheni zilizoimarishwa za usalama zilizokusudiwa kuzuia maandamano ambayo yalikuwa yametangazwa sana katika wiki za hivi karibuni. Vile wanaharakati mitandaoni hawajaacha kuhamasisha maandamano hayo, bado wanasambaza video ambazo hazijathibitishwa wakidai ya kwamba ni maandamano ambayo yanaendelea maeneo ya Mwanza. Katika vitongoji tofauti, vituo vya ununuzi na makutano makubwa, raia wamesogea polepole na kwa tahadhari inayoonekana. Huku Samia Suluhu akikimbilia magerezani kuchukua hatua hii kubwa, doria za polisi zimeendelea kutawala barabara kuu za Tanzania na kuimarisha msimamo wa awali wa serikali kwamba maandamano yasiyoidhinishwa hayatavumiliwa. Vikosi vya usalama vimesalia kwenye makutano muhimu Tanzania, Dar es Salaam, Dodoma, Arusha. Mizunguko na majengo ya serikali yote imeweza kuwekewa ulinzi mkali wa jeshi na polisi. Ingawa hakukuwa na umati mkubwa wa watu, kikosi hicho cha polisi na cha jeshi la JWTZ kikubwa kilituma ujumbe wazi kwamba wenye mamlaka walikuwa tayari kujibu dalili zozote za mkusanyiko wa maandamano. Wakazi wengi wamechagua kusalia ndani hadi kufikia sasa, wakielezea mazingira kuwa tulivu lakini yenye wasiwasi. Hapo awali serikali ilikuwa imeharamisha maandamano yaliyopangwa leo, ikitaja kushindwa kwa waandaaji kufuata matakwa ya sheria na kupata kibali. Viongozi hao walisisitiza kwa mikusanyiko yote ya watu lazima izingatie taratibu za kikatiba na kisheria, ikiwa ni pamoja na kupata kibali kutoka kwa mamlaka husika. Msisitizo huu wa uhalali uliweka mwelekeo wa shughuli za leo, huku maafisa wa msingi wakizingatia kuzuia badala ya kutawanya. Uwepo wao pekee umeonekana kuwa mzuri katika kuzuia majaribio yoyote ya kukusanyika katika maeneo ya umma. Walionufaika ni pamoja na wafungwa wazee wenye umri wa miaka 70 na zaidi, wafungwa wanaougua magonjwa hatari, wanawake waliokuwa wajawazito walipoingia gerezani, na akina mama wenye watoto wachanga. Pia walikuwamo watu ambao walikuwa wameshikiliwa kwa zaidi ya miaka 10 chini ya kifungo kinachompa Rais Samia uwezo wa kuwatoa gerezani.
Walakini msamaha huo wa leo ikiwa ni tarehe 9 Disemba, siku ya uhuru wa Tanzania na siku ya maandamano. Walakini msamaha huo leo ikiwa ni tarehe 9 Disemba uliondoa kwa makusudi na kwa msamaha aina fulani za wahalifu ambao walikuwa wamekamatwa na kufungwa awali. Ingawa tangazo hili la rehema ama msamaha wa Samia Suluhu lilikuwa mojawapo ya mambo muhimu ya kitaifa ya siku hii, halikuvuruga mtazamo mpana wa umma kwenye maandamano yaliyotarajiwa kutokea leo. Kote Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya na Arusha, wakazi wameripoti utulivu wa kutisha usio kawaida, wakilinganisha asubuhi ya leo na sikukuu ambazo hazijawahi kushuhudiwa. Maduka kadhaa yalichelewa kufunguliwa, mabasi ya umma yalikaribia kuwa tupu na mahudhurio ya ofisi yalipungua sana. Wananchi wengi walieleza kuwa walipendelea kuangalia hali hiyo kabla ya kuondoka majumbani mwao. Hata hivyo, vikosi vya usalama vimeendelea na ujumbe wao wa uhakikisho, vikisema mara kwa mara kwamba hakuna maandamano yaliyokuwa yakitokea na kwamba video zinazosambazwa mtandaoni zimepitwa na wakati na ni video feki. Mamlaka pia imeonya wananchi kupuuza maudhui ya kupotosha na badala yake wafuate masasisho yaliyothibitishwa. Katika mitandao ya kijamii, mijadala imezidi kupamba moto, huku baadhi ya watumiaji wa mitandao wakisisitiza utulivu, huku wengine wakihoji ni kwa kiasi gani jeshi la polisi wametumwa katika maeneo tofauti. Licha hayo, hakukuwa na ripoti zilizothibitishwa za mapigano au machafuko. Kukamatwa kwa watu waliohusishwa na maandamano au mikusanyiko ya watu pia hakuna ripoti zozote zimeonekana. Wachambuzi wa ndani wamebainisha kuwa hali hiyo sasa inaonyesha mashaka makubwa ya umma yanayozunguka utulivu wa kisiasa na uhuru wa kukusanyika. Wakati serikali na jeshi la polisi likisisitiza kwamba hatua zake zilikuwa za kisheria na za kuzuia machafuko na vita, raia wengi walitafsiri uwepo mkubwa wa usalama kama ishara kuongezeka kwa mvutano kati ya mamlaka na sehemu ya watu wasioridhika na utawala. Hata hivyo, kukosekana kwa makabiliano yoyote leo kumependekeza kuwa mkakati wa serikali wa utekelezaji wa mapema na unaonekana ulikuwa mzuri katika kuepusha machafuko. Katika vitongoji mbalimbali, vikundi vidogo vya wakazi vilijadili kwa uangalifu maendeleo ya siku hiyo. Wengi walionyesha kufarijika kwamba ghasia hazijazuka, lakini pia walionyesha wasiwasi kuhusu hali ya kutotabirika ambayo imekuwa ikijijenga kwa siku kadhaa zilizopita. Viongozi wa serikali wameendelea kuwataka wananchi kuwa watulivu na kuendelea na shughuli zao za kila siku. Walisisitiza kwa polisi hawakutaka kuwatisha raia, bali kulinda maisha na kudumisha utulivu wa kitaifa. Wakati huo maafisa hawa walikariri kwamba jaribio lolote la kufanya maandamano bila idhini litakabiliwa na matokeo ya kisheria ya haraka. Ujumbe huu wa pande mbili, uhakikisho kusawazisha na udhabiti, ulionyesha mawasiliano ya serikali siku nzima. Tangazo hili pia la msamaha wa wafungwa kutoka kwa Samia Suluhu, wafungwa zaidi ya 1000 wa rais, liliandaliwa kama sehemu ya safari pana maridhiano ya ujenzi wa taifa na mazungumzo, na pia kutuliza hali ya fujo ya kisiasa inayoendelea Tanzania. Kulingana na viongozi wa serikali, mpango huo wa msamaha ulilenga zaidi kuwapa wafungwa waliofanyiwa marekebisho nafasi ya pili na kupunguza msongamano katika vituo vya kurekebisha tabia. Maafisa walionyesha matumaini kwamba wale walioachiliwa watajumuika tena kwa uwajibikaji katika jamii na kuchangia vyema katika maendeleo ya taifa hili. Hata hivyo, kwa Watanzania wengi, uzito wa kihisia wa siku hii umechochewa zaidi na hofu ya machafuko ya maandamano na sherehe ambazo ni za uhuru wa Tanzania. Mtazamaji, chukua sekunde yako moja kunijuza maoni yako kuhusiana na hatua hii ambayo ameikimbilia Samia Suluhu siku kubwa ya leo ya tarehe 9 Disemba Tanzania ya kuachilia wafungwa zaidi ya 1000.